kwa mioyo yenu yote, nitafuteni mimi kwa mambo yenu yote, kwa maana mimi ni mtakatifu. Bwana asifiwe. Watu hao ni moshi pua. Ni lini ambayo tutawacha mambo yetu ya kale tumrudie Mwenyezi Mungu? Ni lini ambayo tutawacha kutenda mambo ambayo sio mazuri, hayampendezi Mungu? Anasema yeye ni mwingi wa rehema na ni si mwepesi wa hasira. Iwake ngawutema mwaka nenda mwaka rudi, uko tu na hasira. Wewe umebeba kiburi miaka nenda miaka rudi. Nasema hii kiburi ilikuwa ya baba yangu, sitawacha. Hii kiburi ilikuwa ya ndugu yangu mkubwa, sitawacha. Hii maneno ilikuwa ya shosho alikuanga nayo, siwezi kuiwacha. Wewe utaiwacha lini? Na wewe Mkristo uko nyumba Mwenyezi Mungu. Wewe ni Mkristo uko nyumba Mwenyezi Mungu. Ilhali umebeba chuki, umebeba madharau, umebeba hasira, umebeba mambo ambayo ni mabaya katika moyo wako. Ni lini ambayo utawachana nayo umrudie Mwenyezi Mungu? Unasema tuko tuna imani, hata Yesu akifika jioni ya leo mimi nitaenda mbinguni. Hata Yesu akifika jioni ya leo nitenda jioni sana. Bwana asifiwe. Sema amen. Tunaishi kwa kujidanganya, tunaishi kwa kujidanganya, tunaishi kwa mambo ambayo hayafai, tunaishi kwa mambo ambayo hayastahili, tunafanya mambo ambayo hayastahili machoni pa Bwana. Tumeenda mpaka an extent ya kwamba nao tunasengenya mchungaji, ya kwamba nao koina kumonya Bwana. Hii madhabahu ndio inayotubariki sisi. Haya madhabahu ambao walikuwa wakikalia wakina Yohana, wakina Petero, lika la Bwana. Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Imefika an ya kwamba mpaka tumeenda juu, tunaweza kusengenya mchungaji, tumwandikie ujumbe, tumwandikie a short message. Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kama yuzi wamekwambia hiyo message usionyeshe mtu, lakini utajua. Bwana Yesu asifiwe. It is totally bad. Ni makosa na ni mbaya sana. Tukiwa nyumbani wa Mwenyezi Mungu, tutende yaliyo ya Mwenyezi Mungu. Tukiwa ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu, tukae tofauti na wale watu ambao wako nje ya mkutano. Tuonyeshe mfano mwema kwa wale ambao hawamjui Mwenyezi Mungu. Tuonyeshe mfano mwema kwa wale ambao hawajui Injili. Tuonyeshe mfano mwema kwa wale ambao hawajui Yesu. Wale ambao wako mwili wa Yesu, lazima ongee mambo ya Yesu. Lakini watu wa mnasae wamemana tawa. Lakini wewe uko ndani ya Yesu, lakini wamemkebara, wamemu Yesu, wamemulimonya, wamoneka imiwazi, wamemu Yesu, lakini mambo yako si mzuri, hayampendezi Mungu, hayampendezi madhabahu. Nasema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tutabarikiwa lini? Watu wanakuja watakuwa na chota baraka ukienda, ukibaki hapa. Watu watakuja kutoka sehemu za kusini, kaskazini, kutoka sehemu mbalimbali, wanachukua baraka wanaenda. Wewe unabaki hapa. Utakuwa unajiuliza nilifanya nini? Ile muda ambayo nimekuwa nayo, nafasi ambayo nimekuwa nayo ndani ya kanisa, nimefanya nini? Nimefanyia Mungu nini? Nitakukumbuka ama Mungu huyo atakukumbuka kwa jambo gani? Wakona shina mliukana, wali muda mliukana, wamene mkana nimeiga kisha, ama meiga 10, ama meiga 25, lakini watu wa Mungu sua, hakuna kile mfanyia Mwenyezi Mungu atakumbuka nacho. Wali mkana ni wangu lemesa, wali mkana ni wangu letebo, wali mkana ni wangu letebo zitano. Haya makosa yako yote yameondolewa kwa sababu mchungaji alibariki kazi ya mikono yako. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Lakini tumejaa kiburi, tumejaa madharau, tumejaa chuki, tuko ndani ya mkutano, tumejaa mambo mengi, tuko
tuko ndani ya ibada, huweza kuzikona kuzangawa Yesu. Oh, kaliba chaini machaya kuzikona. Oh, kaliba chaini machaya kuzikona kuzangawa Yesu. Ile hali hatuko kwa njia ile. Sisi hatumo pale. Tunaimba tu kwa kuimba kwa moyo, lakini ndani ya mioyo yetu imejaa ubinafsi. Ndani ya roho zetu hazipendani. Yesu asifiwe. Mchungaji akasema, waimbaji, you are not together. Mioyo yenu haiko pamoja, na ni kitu ambacho kitu cha ukweli. Mimi nilianzia kwa praise and worship nikiwa nyumbani, kikundi cha sifa na kuabudu. Kanisa inaanza katika madhabahu. Kama mmeshaingia mahali pale, mmeshaomba, mmeshajitakaza na mmeshalinda madhabahu, ili mkisimama hapa kuimba nyimbo za worship zinaflow kwa mkutano, nyimbo za sifa zinaflow kwa mkutano. Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kikundi cha praise and worship pia mtenge siku yenda kukutana katikati ya wiki. Kama ni siku moja, mna tune mambo yenu nyinyi wenyewe, mnarekebisha mahali mlikosea. Kama leo mnasema tuliteleza mahali fulani, tuliteleza mbele kanisa, hatutaki kuona hiyo. Kama ni maombi, mwende pia kwa maombi ya kufunga.